Ni siku ya pili ya wiki ambapo asubuhi ya leo, mpenzi mtazamaji, ndugu zangu, dada zangu, ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Hamjambo. Ni asubuhi njema ambapo mimi hapa ninafurahia maana Mwenyezi Mungu ameweza na kuniamsha kwa siku ya leo, na ninaamini kwamba hata nawe unafurahia. Maana sio kawaida tu kuamka katika uso wa dunia. Yaani inagharimu tu mkono wake, nguvu zake. Hivyo basi tunafaa kumshukuru. Basi tena ni asubuhi njema ambapo ninakukaribisha katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka, ili mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Pastor Benjamin Zua akaweza na kuendelea na kutufundisha neno la Mwenyezi Mungu kama vile ambavyo Mungu ameweza na kumwandaa nalo. Ni kwa sababu yetu asubuhi ya leo. Kumbuka kwamba mtumishi ametoka katika kanisa la ABC Chondo. Niliweza na kukuambia kwamba iko katika uongozi wa Iveti Pastorate. Basi karibu sana tukaweza na kuendelea na kubarikiwa pamoja. Ndugu mpendwa, asubuhi ya leo, asubuhi ya baraka na neema zake Mwenyezi Mungu, ninakusalimu katika jina kuu la Yesu Kristo. Ujambo. Bwana Yesu asifiwe. Ninakukaribisha katika asubuhi ya leo ili tukaweze kupokea baraka zake Mwenyezi Mungu tunapoanza siku hii ya leo na tunapoanza shughuli za siku ya leo. Basi na tuombe. Mtakatifu Mungu wa ajabu, tunakushukuru, tunainua jina lako. Tunasema asante kwa ukuu wako na wema wako. Imegharimu nguvu zako na uwezo wako na mkono wako kuamka na kuona siku hii ya leo. Baba wetu na Mungu wetu, pokea sifa na utukufu kwa maana unastahili. Asante kwa ukuu wako na uaminifu wako. Tunakuinua na tunakuabudu. Ni kwa sababu ya yale ambayo umetutendea. Asante kwa ajili ya uhai. Asante kwa ajili ya uponyaji wako. Asante kwa ajili ya nguvu zako. Baba, tunajiweka mikononi mwako ili Mungu wetu ukatuongoze, ukatutangulie katika kila hatua, mfalme Mungu, na ili tukapate kushuhudia ukuu wako na wema wako, Baba wetu. Katika jina la Yesu tumeomba. Amina. Wazo letu la siku ya leo tutalitoa kwenye kitabu cha Mathayo, sura ni hiyo ya 24. Tutasoma kuanzia mstari wa 4 hadi mstari wa 14, na ninaamini ya kwamba Mungu ataweza kutubariki. Basi tusome kuanzia sasa. Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watadanganya wengi. Nanyi mtasikia habari za vita na matetezi ya vita. Angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi ya kutukia, lakini ule mwisho bado. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali pahali. Hayo yote ndiyo mwanzo wa utungu. Wakati huo watawasaliti nyinyi mpate dhiki, nao watawaua, nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Ndipo wengi watakapojikwaa, nao watasalitiana na kuchukiana, na manabii wengi wa uongo watatokea na kuwadanganya wengi. Kwa sababu ya kuongezeka kwa maasi, upendo wa wengi utapoa, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Haya maneno Yesu aliyanena wakati alipokuwa akiwaandaa wanafunzi wake, akielekea ama akingojea kuteswa na kusulubiwa pale msalabani. Yesu alikuwa anaandaa wanafunzi wake wajue
hata baada ya kuondoka kwake hapa ulimwenguni na kwenda mbinguni, kutatokea manabii wengi, kutatokea wengi wakifundisha neno lake, wakitumia jina lake, na hapo wataweza kuwapotosha wengi katika imani yao. Ndugu yangu, asubuhi ya leo ni vyema kuelewa ya kwamba inakupasa kusimamia ile imani yako na kusimamia ule wokovu wako. Maana Biblia inasema ya kwamba kuna tukio mbalimbali zitatokea wakati Yesu atakapoondoka ulimwenguni. Kwa hivyo Yesu aliongea haya maneno akiandaa wanafunzi wake wajue na waelewe ni vyema kusimamia ule wokovu wao, na ni vyema kuwa na msimamo katika maisha yao. Na Biblia inasema ya kwamba wengi watawachukia kwa sababu ya ile jina la Yesu. Kwa hivyo asubuhi ya leo ujue ya kwamba hata kama watakuchukia kwa sababu ya kuwa na msimamo wa ule wokovu wako, Yesu ataweza kukupigania katika maisha yako. Kwa hivyo usife moyo, endelea na kusimama na kusimamia imani yako. Biblia inasema ya kwamba kwa sababu ya uovu kuwa mwingi na maasi kuwa mengi, upendo wa wengi utapoa. Kwa hivyo usishangae unapoona watu ambao walikuwa wanakupenda, watu walikuwa wanapendana, wakichukiana, kwa sababu hayo Yesu aliweza kuyanena kwa wale ambao watasimama na jina lake. Kwa hivyo ndugu mpendwa, asubuhi ya leo jipe nguvu, simama na usimamie wokovu wako na matendo yako, ili Mungu akaweze kukupigania katika kila hali. Kwa hivyo Yesu alituandaa wakati huu na wiki hii ambayo ni ya mateso, ni wiki ambayo tunajua Kristo alisulubiwa, Kristo aliteswa na aliwekelewa mambo mengi. Kwa hivyo usishangae unapoona ukiwekelewa, watu wakikunenea mabaya, jua ya kwamba hata Kristo waliweza kunena mabaya kuhusu maisha yake na kuhusu msimamo wake. Simama imara, tetea wokovu wako, tetea imani yako, kwa sababu upendo umepoa kwa wengi kwa sababu ya maasi na mambo mengi ambayo yametokea ulimwenguni. Ndugu mpendwa, usife moyo, simama imara, tetea wokovu wako, na Mungu ataweza kukupigania na kukuinua na kukutendea mambo ya ajabu. Bwana atubariki na abariki neno lake. Na tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Mungu wa Israeli, Mungu ambaye unatupenda na unatujali, Mungu ambaye unatutetea kila siku, tunakuamini na tunakuinua ni kwa sababu unatupenda na unatujali. Tunaomba Yesu ukapate kutembea nasi, ukatuinue na ukatushike mkono, ili mambo yatakayotokea katika ulimwengu huu, na hata vita na maasi na upendo ukifungua, Mungu wetu ukapate kutusimamisha na kutushika mkono na kutuinua katika kila hatua na kutuinua katika kila jambo. Mungu wetu, ninaomba siku ya leo ukapate kutembea na kila mpendwa ambaye anakusikia asubuhi ya leo, ambaye anasikia hili neno, ambaye Mungu wetu anakutegemea, ambaye anangojea nguvu zako na uwezo wako. Baba, ni asante kwa sababu uliweza kutufunulia yale ambayo yataweza kutokea, ili tusishangae tunapoona yakitokea. Asante kwa sababu unatupenda na unatujali. Na ni katika jina la Yesu, mwana wa Mungu aliye hai, tumeomba na hata kushukuru. Amina. Mungu akapate kutembea na kila mmoja wetu siku ya leo. Ni kweli kabisa, kutokana na fundisho ambalo tumeweza na kufundishwa asubuhi ya leo, kwamba tunafaa kuwa na msimamo. Tuwe na msimamo ambao sio wa kuyumba kila wakati. Leo uko hapa, kesho uko pale. Yesu hapa aliweza na kuongea na wanafunzi wake, na hapa alikuwa anawaandaa kwa sababu ya kifo chake.
Maana atakuwa pamoja na wao kila wakati, atakuwa anatembea pamoja na wao kila wakati. Akawa ni kweli anawaandaa mambo yale ambayo yanaweza kutokea. Yanaweza kutokea wakati ambapo atakuwa pamoja na wao. Wao wamejiandaa vilivyo kutetea imani yao, kuwa na msimamo akiwa amesimama imara. Na akaweza na kuwaambia kwamba hakika kutaweza na kutokea wengine, manabii wengine ambao watakuwa wanajitanisha tu na jina lake. Wakawaambia kwamba wasije wakadanganywa. Pia nasi kama Wakristo tunafaa na kuangalia na kuomba Roho wa Mwenyezi Mungu akaendelea na kutufundisha kila wakati. Akaendelea na kujifunua kwetu kila wakati. Tusije tukawa tunafuata kila fundisho, na mafundisho mengine ni ya kupotesha. Ingawaje hata wengine wanaweza na kutufundisha tu kama wameshika tu Biblia, lakini wawe wanapoteza. Je, katika fundisho lote asubuhi ya leo, mpenzi mtazamaji, tumeweza na kufundishwa vile ambavyo Yesu mwenyewe aliweza na kuandaa wanafunzi wake. Akaweza na kuandaa kwa sababu gani? Maana atakuwa pamoja na wao kila wakati. Yale ambayo yanaweza kutokea wakati ambapo hayuko pamoja na wao, baada ya kifo chake, baada ya kufufuka kwake, vile ambavyo ataweza na kuacha itakuwa namna gani akiwaacha hapa katika uso wa dunia. Mengi yataweza na kutokea, wengi wataweza na kutokea, manabii wa uongo wataweza na kutokea, wakawa wanawafundisha, lakini akaweza na kuwaonya kwamba wakaweze na kuangalia wasije wakadanganywa. Pia nasi wafuasi wa Yesu, sisi watumishi wake wa Kristo, angalia sana, omba Mwenyezi Mungu akaweze na kutubariki na Roho wake. Pia Roho wake Mtakatifu ambaye ni mwalimu kwetu aweze kuwa anajifunua kwetu kila wakati, atufundishe mengi na tuweze kutofautisha mafundisho ambayo ni ya kuweza na kupotosha. Je, wewe unafuata kila fundisho, ama Roho Mtakatifu anakuongoza na kukufundisha kipi ambacho ni cha kuweza na kufuatilia? Maana wengi wanaweza kukuja hata kama wameshika Biblia, lakini wawe wanafundisha mafundisho ambayo ni ya kutupotosha. Je, unafuata fundisho la aina gani? Unafuata kila nabii ambaye anakuja kwako na kukwambia hili na lile? Tuwe na msimamo thabiti, tusimame imara, tutetee imani yetu hata kama watakuja namna gani. Wengine wanaweza kutuchukia kwa sababu ya imani yetu, lakini tusimame imara. Haijalishi watanena nini juu yetu mali ambapo tupo, haijalishi watakuwa watu tusi watufanyie nini, tusimamie imani yetu na tusimame imara. Mtumishi, barikiwa sana na uwe na siku ya baraka. Pia na mtazamaji wangu, Mwenyezi Mungu akuongoze na Roho wake Mtakatifu aendelee na kutufundisha mengi. Bye bye.